Na nataka nishukuru kanisa. Tuko na mchakato wa BBI. Sisi kama wale wandani wa naibu wa rais, kuna yale maswali tumeibua. Na tuibui tu kwa sababu tuko na lengo na agenda ya kupinga mchakato wa BBI. Tunataka tunaposhughulikia mambo ya kubadilisha na kurekebisha katiba, the process of constitutional reforms is so sacrosanct, so sacred. It is a jurisprudential of a commitment, a covenant, an agreement between the people and their future and posterity. We should not allow two individuals or a few individuals own the document at the expense of Kenyans for political contest and competition. As a people, we have a right to hear the voice of 47.5 million Kenyans in the process. And I want to thank the church, because the church has continued to be the societal barometer, compass in terms of having a discussion that is fair to this country. Now, with your permission, the Bishop, we are going to have an additional expanded legislature, just like a primary double-decker, that will cost our 3.7 billion additional in terms of getting new legislators and expanded executive. As we talk, the public debt in this country is approaching 7 to 9 trillion. And the CS in charge of Treasury, Ukur Yatani, wants to bring to Parliament a ceiling to rise to 12 trillion. Every year and every financial year, we pay 1 trillion to the public debt. We collect national revenue of 1.7 trillion. We have a public budget of 3 trillion. What does it mean? Our budget is always deficit, and we fund our budget to the tune of 2.3 trillion Kenya shillings that we have to borrow through the World Bank, through other donors, so that we can sustain the budget. If we cannot have a process of fixing the public debt and managing the public debt, then this country will remain poorer more than it is today. And therefore, I want to ask my brothers, Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, don't be selfish. Organizing 7 individuals in State House, I wish the meeting was about 47.5 million Kenyans. We are in debt. Hii Kenya inaendeshwa na fulisa na okoa jahazi kwa sababu uchumi imeendelea kuharibika. Na ikipokuja bunge, mimi na maseneta wengine tutaangusha hiyo BBI ikikuja kule Senate. Kama wa MCA wa Nandi waliangusha, sisi kule Senate na bunge tumekubaliana tutaangusha hiyo BBI, ianguke chini, na tutasema sore plus mutio na tutawaji hapo. Ya naibu wa rais iko kwa katiba. Tumesikia wajaji ambao wamesema kuanzia wiki ujao wanataka kumuondoa naibu wa rais kwa nyumba ambao wanaishi, ambao ni ofisi. Sisi hatuko masquatters kwa Kenya hii. Naambia Murathe, sisi si squatters. Naibu wa rais hatolewi. Akiwa hapo, ile pesa ambayo inatumika kwa hiyo ofisi ni ya serikali ya Kenya. Na sisi ni wa Kenya. We are not squatters in this country. Naibu wa rais, utizidingizike, tuko nyuma yako 100%. Finally, nasikia kuna mpango ya kusukuma naibu wa rais kutoka nyumba yake. Nataka nimwambie naibu wa rais usijali. Sisi wengi hapa tuko na manyumba kubwa kubwa. Wakikufukuza ile ya serikali, iko manyumba hii Nandi County unaweza kuja kuishi na tutakaa na wewe. Kila mtu asikie ya kwamba kuna narrative ambayo imeendelea kila wakati. Hamasema hustler. Wacha niambie nyinyi watu wa hapa. Ngele hustler koma agile jito ne jorini. Hatukusema ni mtu mwizi. A hustler ni yule mtu ambaye anajikakamua kujiweka bidii ili aweze kujimudu kimaisha. Ni mtu ambaye anaenda shambani mwake, ni mtu ambaye anatoka asubuhi aende kutafuta mboga, ni mama mboga, anaenda kwa ujenzi, anaenda kwa kazi tofauti. Saa zingine kuna viongozi wanataka kuharibu hiyo narrative
ya kwamba hasla ni watu ambaye wanapiganisha matajiri na watu maskini. Sio hivyo. Tunasema hata kama wewe ni hasla unaweza tokea chini kabisa na mpaka uwe tajiri kwa sababu unajikakamua, unafanya kazi, unaamuka asubuhi na unatia bidii. Na ndio tunasema leo ya kwamba sisi kama viongozi wa kaunti hii tunaunga mkono the hustler movement ya kuempower wananchi mpaka waweze kujimudu kimaisha. Ya pili, mambo ya BBI. BBI tunataka kuona ya kwamba kama pesa inakuja mashinani. That is why tulisema BBI ikuje kwa multiple choice question. Na tunaunga mkono kaunti yetu ya Nandi. Vile waliweza kureject BBI because haina mwelekeo mzuri. Tunataka kusema hivi. Tukitoa multiple choice tuone ya kwamba haiongezi wajumbe, tunakubaliana na hiyo. Inaleta pesa mashinani mpaka kwa ward, tunakubaliana na hiyo. Lakini kuongeza viongozi kule juu na hakuna kazi na watu wapati maendeleo, tunakataa hiyo. Sijui mnaelewa vizuri? Jana tumekuwa kule Matungu. Na watu wa Matungu wote wanasema hasla. Ananune? Umi hasla kweli? Kimite? Angna legimira kanisa, lakini tunasema kanisa mtuombee, lakini tunataka kuona ya kwamba maendeleo yetu katika sehemu hii inaanzia bottom up, sio juu chini. Mungu awabariki sana, asante. Tupigie makofi. BBI. And it said no because it is the stand of the people of Nandi. We only want to send a message to the President of the Republic of Kenya that you cannot dangle a carrot of Ward Development Fund. You cannot dangle a carrot of the CDF that it shall be in law. You cannot dangle a carrot of ensuring that, of telling us that the youth of Kenya get a moratorium of 4 years. Bishop, we want to tell the President of the Republic of Kenya, you cannot dangle a carrot to expand the legislature and expand the executive to provide positions for 3 people at the expense of the poor Kenyans of the Republic of Kenya. We want to tell him we have serious issues that are affecting the people of Kenya, and as the youth of Kenya, me being one of them, we will not buy that particular bait that he is bringing to the people of Kenya. Kama wananchi wa Kenya, BBI ikikuja kwa mikono yenu, munakataa katakata. Mama mnasema aje? We have several problems in this country. We do not need BBI and we are not asking for it. We want to ask him to roll up his sleeves and have the political goodwill to implement those things that he's saying. It can be done without mutilating the katiba of Kenya. Asanteni sana, Mungu wabariki. Nataka niulize MCS wa Nandi County Assembly. Nandi County Assembly. Munataka hiyo BBI ama wa vote out? Munataka hiyo BBI? Si waangushe. Wangapi wanasema tuangushe BBI kwa County Assembly ya Nandi? Bas, hiyo sisi tunataka tuambie taifa we are going to vote out the BBI report that we have as a country. We must vote out BBI. We don't have an option as a country. And we want to tell the world, sisi tuko nyuma ya naibu wa rais ambaye ni Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto.